Wapenzi watazamaji, wapendwa wetu, mnayofuata vipindi vikufikiavyo kutoka runinga ya Nii Visions TV au Nii Vision TV, na wasalimuni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth kwa Wakristo na waumini wa Kiislamu, asalamu alaikum, na wale wengine shalom. Leo hii na watakia kuwa buheri wa afya. Cha kwanza. Pili, ukishakuwa na afya nzuri, afya ambayo haina magonjwa au usumbufu wote wa kiafya, uwe na fedha, alafu kuongezewe miradi itakayozalisha utajiri, fedha. Hapa kwenye runinga yenu ambayo ni yetu ya Nii Vision TV na Nii English TV kwa wale wanaoongea Kimombo na Kifaransa. Hiyo bado haijapata vipindi, lakini nataka ni viweke siku za karibuni, zitakuwa zinatumika zote sambamba. Na watakia kila laheri na amani ya Muumba wa nchi na ardhi na anga na vitu vyote vinavyoshangaza iwe juu yenu nyote. Hapa sasa kwenye runinga yenu ya Nii Visions TV English na Nii Vision TV kwa Kirundi na Kiswahili, tuna kauli mbiu yenye vipengele 6, sio zaidi hapa. Tuna kauli mbiu yenye vipengele 6. Kipengele cha kwanza ni kuchangia ujuzi. Ndugu zanguni wa Afrika wenzangu munaoongea lugha hii ya Kiswahili, popote mulipo, ninyi ni watu wa thamani kubwa sana ambayo siwezi nikakutajia umuhimu wake dhidi ya hii runinga yangu, runinga yenu inayotuelimisha. Kauli mbiu ya kwanza ni kuchangia ujuzi. Mtu mwenye ujuzi anakuwa na nguvu hapa. Ninampenda sana mfalme, kama sijataja vibaya, mfalme Katega wa Tanzania. Amesema wa Afrika tumefungwa minyororo ubongoni. Hili sasa Nii Vision TV nimekuja mimi na timu yangu kuwapa ujuzi wa kuondokana na umaskini wa hapa ubongoni. Fikra inatakiwa sasa tuwe na ukombozi wa fikra. Tusiwe vifaa vya hawa manyangao. Unaisikia bwana? Kauli mbiu ya kwanza, tupate ujuzi na tuuchangie. Sio kupata tu. Unapopata ujuzi ambao ni wa ukombozi, wa ukomboa Mwafrika kutokana na fikra finyo, kampase. Kauli mbiu ya pili, ukweli. Inatakiwa tuseme bayana mambo yalivyo. Wengi wanaogopa kusema ukweli kwa sababu wanaogopa kifo, wanaogopa nini na nini. Hautaishi kama mlima au hautaishi kama bahari na vitu vingine vyote ambavyo havifi. Wewe ni mwanadamu bwana, umezaliwa siku moja hii. Na siku ya kuondoka kwako hapa duniani ni hii. Basi bwana, tuongee, tupambanishe ukweli. Ukweli ni zana, ukweli ni silaha nzito ambayo inawaumiza wengi. 3, inatakiwa tuheshimiane. Ninavyovijua hauvijue, na unavyovijua mimi sivijue. Tuna waliosoma, waliobobea, waliomeza vitabu wengi, wanatuzidi akili, madokta na wale wengine ambao ni wasomi wa hali ya juu. Inatakiwa tuheshimiane, na wao watuheshimu sisi wadogo, na sisi wadogo tuwaheshimu. Tayari nakuwa ni mzunguko wa kuheshimiana. Hiyo ni kauli mbiu ya 3. Kauli mbiu ya 4 ni kubadili mienendo. Samahani sana. Kubadili mienendo. Siku zilizopita, miaka iliyopita, ulikuwa una ukabila, ulikuwa unachukia huu na yule, huyu ni Mtusi, huyu ni Mhutu, kwa sisi Warundi na Wanyarwanda, huyu ni Mtwa. Kwa wengine hapana, wewe sio mtu wetu, wewe ni Murundi, hapa Tanzania hutakiwe kuishi, hutakiwe kufanya biashara, wewe ni Mozambia, wewe ni wapi. Afrika kwa ujumla tujisikie kama sisi ni watu wa baba huyu. Na hao weusi waliozaliwa hapa Marekani kutokana na mababu zao waliokuja kwa minyororo, waliokuja katika ile biashara utumwa, naona nawaambia hivyo.
Nyinyi mnajua kwamba mimi ni ndugu yenu Mwafrika, ingawa tu nyinyi mnajisikia ni wa Marekani, mzaliwa hapa na kule. Hiyo ni ya 2 tuende nani? Tubadili mienendo. Afu ya 5, tuwe wazalendo. Unatakiwa uwe mzalendo, unapenda nchi yako. Kama wewe ni Murundi, penda Burundi yako. Kama wewe ni Mtanzania, penda Tanzania yako, ipiganie. Mkongo hivyo hivyo, Mnyarwanda, Muuganda, kila yeyote yule wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, tupende nchi zetu. Na hizi nchi zilizotupa uraia pacha, uraia wa pili, tuzipende na tufundishe watoto wetu mienendo mizuri ya kupenda nchi na kuitumikia, na kutokuwa wale watakayogeuka kutumiwa kwa kuvuruga amani ya nchi, iwe nchi ya kwako ya kuzaliwa au iwe nchi iliyokupa uraia. Hao wote tuwafundishe. Na mwisho, kauli mbiu ya 6, tumtumikie Mungu katika ukweli na haki na katika furaha na maendeleo. Acha tuingie kwenye habari, vichwa vya habari tunavyotaka kuongea nanyi kupitia runinga ya NII Vision TV. Unachoombwa si kitu kikubwa sana, hapana. Ni kitu kidogo tu. Kama wewe si mchoyo bana, achana na uchoyo, achana na chuki. Ule simtaki, ule simpende, hapana. Hapa ni kuchangia ujuzi ili tuwe na ukombozi hapa wa fikra. Hatua ya kwanza tunataka kuongelea vita hii ya Israel na Marekani wanaopigana na nchi ya Iran, nchi ya Kiislamu, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ikoje? Pili, mazungumzo yanayoendelea ya kusimamisha vita yanayoendelea kule Pakistan mjini Islamabad yakoje sasa? Fununu zinazoonyesha ishara nzuri au ishara mbaya? Hiyo ni pili. 3, Guba la Wajemi kule tunako kupata ile Hormuz Strait kuna nini? Afu mwisho, huyu mjanja, hawa mababe wa vita, hawa piganaji, hawa kombozi wa fikra waliosababisha kuwa na nchi 3 ambazo zimejikomboa kweli kweli Afrika ya Magharibi, na hapo naitaja Burkina Faso, Mali, Niger. Hawa BRICS plus nani hawa jamaa? Acha tuende kwa uchambuzi kwa kina zaidi. Hapa sasa unatakiwa kuwa subscriber. Ukiona kipindi kimekukolea, changia na wenzako bana, usio mchoyo. Wape wenzako, tuwafundishe kwa hali na mali. Nimesimama mimi na timu yangu, ukweli, ujuzi, kwa sababu kiangalia Afrika tuko nyuma sana. Kiangalia wenzetu wanaotunyonya, tukimbiza kwa sababu tuna rasilimali, tuna malighafi nyingi. Basi hao ni lazima tuwe na ujuzi tupiga nao. Irani wanapambana kwa sababu wanawasomi, wanajua kupigania haki na kuishi na heshima nchi yao, ingawa Marekani na Israeli na wengine wa Magharibi hawataki kuyaona hivyo, kwa sababu wale majamaa wamejenga uongozi wao kupitia ngazi sio chini ya 3 au 4 5. Acha nitaje 2 tu au 3. Kwanza, juu ya uongozi wao kuna msimamizi wa serikali na dini, ambaye tunaweza tukamsema ni mtumishi wa Mungu dhidi ya watu wote wa Iran. Alafu pili, kuna kuja rais. Huyo aliyo kichwani ni Hayatola, tulio naye ni Mujitaba, kwa sababu marehemu baba yake ameshaondoka, ameshaenda mbele ya haki. Alafu kuna kuja mawaziri wa kwanza, viongozi wa bunge na watu wengine. Alafu hii BRICS plus inatuonyesha nini? Kwanza, hii BRICS, acha nianzie chini. Hii BRICS ni mpinzani mkubwa sana wa watu wa Magharibi. Hii BRICS plus ni mpinzani mkubwa kwanza sana wa mwenye nguvu wa mbabe, kwa sababu rasilimali zake ni zaidi ya rasilimali za Marekani, kuongezea Ulaya, watu raia, kwa sababu raia ni kifaa kikubwa sana katika mambo ya geopolitics. Mkumbuke hilo. Wana raia wengi sana. Ukichukua raia wa China, raia wa India, weka raia wa Urusi na hizi nchi zingine za Euro Asia,
utawakuta wako mbele sana, mafuta, gas, mbolea, kila kitu. Viko vyote vinatoka pale. Hii BRICS imezaliwa tarehe 16 mwezi wa 6 2009 huko mjini Yekaterinburg, Urusi. Acha tuchambue sana, tuende kwa kina zaidi. Vita vinavyoendelea dhidi ya Israeli, kwa sababu Israeli ndo amemsukuma, amemuingiza kwenye mkenge wa vita huyu mwenyenye Trump. Na Trump sasa hivi yupo ameshachoka kweli, kisiasa, kiuchumi. Ukiangalia ugumu wa maisha tunaoishi hapa Marekani, wewe ukiwa na gari yako nendo kajaze mafuta, utajikuta uliokuwa unatumia $40 kwa mfano kwa kujaza tanki ya gari lako ili likuendeshe wiki yote. Kama unaenda kazini, unaenda kwa mizunguko yako, utajikuta leo imeshaongezeka mara hizi. Mshahara hujaongezewa, kodi za nyumba ni pale pale zinazidi kupanda. Ukienda kwenye duka la kununua vyakula, utakuta bei ni hivi hivi. Uzito wa maisha na ugumu wa maisha huku unatuvunja vichwa, ndugu zangu. Basi hapo ndo tutawaona sasa hawana njia zingine, ingawa kuna blockade upande wa Ghuba la Omani na kuna kufungwa kule juu Hormuz, lakini wote ni hoi. Marekani kwanza imeshavunjiwa vitu vingi. Makempu ya kijeshi yake ya umoja wa Arabu kule UAE kule Qatar, kule Saudi Arabia, wapi, rada zake, makambi ya kijeshi vimepigwa na vimechakazwa na misaili za Irani. Wamejikuta wanapambana na nguvu ambazo walikuwa hategemei kama watapata. Kwanza Marekani angesoma vita ya siku 12 au 13 ya mwaka uliopita dhidi ya Israel na Iran, hangeingizwa kiholela kipumbavu ndani ya vita hii. Hii vita imesababisha uharibifu, imesababisha kukosa hili na lile, yani imeleta hasara. Na kila upande unakoishi, kama wewe si mchoyo wa maneno au si mchoyo wa ukweli, na wewe umeguswa kwa namna moja au nyingine. Basi ndio maana Pakistani kama mbabe ambaye ni mpenzi wa Marekani kwa kushoto na kulia ni mpenzi wa China na Urusi wanaongea, anasema pana jamani, njoo muende kwenye meza mazungumzo, yaishie hapa hapa. Mshindi katika vita hizi yenu hata patikana isipokuwa tu kuteketeza miundombinu ya nchi za Ghuba la Wajemi, Uarabuni kote, na kutokuwa na viwanda, kutokuwa na ajira, kutokuwa na pakuishi, kwa sababu vita inavunja kila upande. Ndio muongee, na hivyo wanaongea kisirisiri. Na kule Irani kuna watu wanawaita hardliners kwa Kiingereza. Wanasema hawa Marekani lazima tumunyoe manyoya, tumungoe meno na tumuaibishe. Kwa njia moja Marekani wameaibika, pendo sipende, kuona rada zao zinavunjwa, mamilioni na mamilioni ya data za Marekani zinaharibika. Wale waliodanganywa kuletewa usalama wanajikuta hawana usalama tena na wanalipa. Unamlipa mtu akulindie usalama huo wenyewe unaukosa. Mtu huyu ambaye anakuonyesha yeye ni mbabe, ana nguvu, anapigwa na anakimbizwa na analia, unamuona. Mpaka naomba ifati katika hoteli zako, ila siwa naonekana kando ya majengo ya kijeshi ambao analengwa na wapiganaji wa RGC nini kule Saudi Arabia, huku umoja wa Waarabu, Kuwait, Qatar. Tumeshaona madhara ni mengi sana. Israeli yenyewe inaficha, lakini imechaka, imepigwa kama mbwa koko bana. Vita uisikie kwa mbali, lakini vita inayoendelea uwe uko wapi, uko Kamchaka upande wa Urusi, uwe wapi huku Patagonia chini kule Chile, uwe chenda juru kwetu Burundi, umejificha Cairo Misri yenyewe usiseme. Watakapofunga sasa homu Babu Mandeb,
lani Misri tapoteza hela nyingi kwa sababu Suez Canal ilikuwa inaingizia hela nyingi. Jameni, hawa sasa wanaoonyeshanya vifua na misuli wanafikia kubaya. Asante sana, na waomba mchangie vipindi vya runinga ya New Vision TV. Kachangie na wenzako, familia, na bonyeza kwenye kidole cha alama ya kufanya hivi, na uwe na comment, na uchangie na wenzetu wale ambao hamujajiandikisha kuwa subscribers. Unasubiri nini bana? Wakati ndio huu, inatakiwa tukomboane kifikira, tubadilishe mawazo. Afrika yetu ni lazima tuipiganie kama wazalendo, kama mtu huyu. Asante sana, na Mungu akubariki.